kabisa kwa ajili ya shughuli nyingine za kiuchumi za kujenga taifa. Sasa leo jana kuanzia saa ngapi, saa 8 ile usiku nitafuta magazeti. Magazeti yameficha sana taarifa leo. Yani leo yameficha taarifa. Yani kwa maana kwamba wametumia mbinu ya kimkakati kwamba naitoaga hapa kanunue magazeti. Kinachotokea sasa na wewe buni mbinu. Sasa mimi nikaona mbinu yetu ya kwanza ni kusoma taarifa zilizopo. Ambazo zinakuwa zimetoka. Zipo kwenye, sio kwamba magazeti hamna. Magazeti yapo, lakini zile taarifa zake kwa undani kidogo. Unajua mimi kuna taarifa ambazo nikiziona kwenye magazeti tukizabe kwa juu, lazima nizitafute kwa undani. Sasa Habari Leo hawa hapa. Habari Leo, taifa moja hatima ya pamoja, wanasema falsafa ya 4R kipimo cha mageuzi ya kisiasa Tanzania tangu mwaka 2021. 4R labda mtu mwingine aelewe. 4R Castro unazielewa? Za mama Ile 4R za mama unazielewa? Nazielewa. Kwa nini? Yaani na ukubwa huu kweli nisizielewe. Kwa sio jambo jema. Kwa umri huu sielewe vitu vya msingi. Itakuwa sio jambo jema. Unapotea wewe shekhe. Utakuwa unapotea shekhe. Kwenye njia haupo. 4R za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni falsafa ya uongozi aliyoweka ili kuimarisha siasa, uchumi na mshikamano wa taifa la Tanzania. 4R inawakilisha maneno manne ya Kiingereza. Reconciliation, manake ni maridhiano. Hii inalenga kuponya tofauti za kisiasa na kijamii. Serikali yake imeonyesha juhudi za kuleta pamoja makundi yaliyokuwa na misuguano, hasa vyama vya siasa, ili kujenga mazingira ya maelewano na amani. Hiyo ni ile ya kwanza, reconciliation, maridhiano. Jambo la pili ni resilience, kwa maana kwamba ustahimilivu. Jambo la tatu ni reforms, mageuzi, na jambo la 4 ni rebuilding, kujenga upya. Ndio 4R unazipata. Castro, umeelewa sasa hapo? Miradi umwagiliaji kutengewa bilioni 25 kila mwezi. Miradi umwagiliaji kutengewa bilioni 25 kila mwezi. Sawa. Ndio. Ndo wanatengewa bi ngapi? Bi 25 kila mwezi. Yaani kila mwezi bi 25, kila mwezi bi 25, miezi 12, piga mahesabu hapo mbaba VC. Bi 25 mara 12. Bilioni 25 mara 12. Umwagiliaji. Tanzania Belarus kushirikiana maeneo 7. Tanzania na Belarus kushirikiana maeneo 7. Haya. Chini ya rais wake Belarus na rais anaitwa Alexander Lukashenko. Habari Leo hilo, gwiji la habari Tanzania. Serikali yapata trilioni 3.3 za ujenzi SGR. Serikali imepata trilioni 3.3 za ujenzi SGR. Mwanza hii hapa. Bwana, mimi nasema kabisa. Unasema? SGR ikija. Ndio. SGR ikija ndio. Ikija ikafika Mwanza. Ndio mbaba VC. Safari ya kwanza. Mimi naomba nimpeleke uraia. Mwanza. Vya Mwanza akaone maajabu. Kwa hiyo mimi sijai kufika Mwanza. Yaani wewe kuna maeneo hujapitishwa. Ngoja wenye mji sasa twende tukakupeleke. Hivyo unajua kuna maeneo mimi Mwanza nimefika, wewe hujaenda wewe. Kaka, Mwanza hawezi kunidanganya chochote. Sasa mimi namuelewa custom baba, kuna maeneo Mwanza umefika. Mimi kuna maeneo mimi nimefika, wewe hujafika. 100%. Wewe hujafika. Yani hawezi. Hawezi. Yaani mimi kwa Mwanza najijua. Hivi unajua watu ambao wanaishi kwenye mikoa husika kwamba wanachukulia poa maeneo yao, wanasema pale si nitaenda tu. Lakini hajawahi kufika. Anasema pale nitafanyaje?
Mtafika tu. Tajiri Mwanza nina fujo zangu. Sema Mwanza umeenda. Masuala ya kibiashara. Hata mitaa tu. Wewe muache. Si umesema ikija unanipeleka? Sawa. Kilimo kimelipa. Mchango wake sasa ni 25%. Kilimo kimelipa. Cha umwagiliaji. Mchango wake sasa kilimo in general ni 25%. Sawa. Utoshelevu wa chakula ni 130%. Mazao nje ya nchi yashika kasi. Ajira milioni 3 zanukia. Habari kamili ukurasa wa pili wa gazeti hili. Sawa. Tume ya Chande yaja na mambo matatu ya amani. Aliyehukumiwa maisha jela wizi wa mtoto aachiwa huru. Ukurasa wa 15 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari hapa kwetu nchini Tanzania. Lakini gazeti la Mwananchi wameandika taarifa, ripoti ya tume Jaji Chande ni haki uwajibikaji, yasema ndio kilio cha Watanzania kwa tume. Wajumbe wapokea SMS 300 za matusi, wawajibu wakosoaji, wazungumzia waliotekwa kupotea. Leo bana safari ya Hashim Kambi kutoka soka sanaa hadi kufikwa na umauti. Kurasa wa 3 wa gazeti hili bwana, tumempumzisha mzee wetu Hashim Kambi jana. Nategemea fainali ya Muungano leo watu waingie uwanjani wamepiga vitambaa vyeusi kwenye mikono yao, kuashiria kwamba mzee Hashim Kambi alikuwa ni gwiji wa soka la Tanzania aliyecheza klabu ya Dar es Salaam Young Africans miaka ya 1976 mpaka 84 kama sio 80. Alikuwa beki kitasa. Kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpumzisha kwenye nyumba yake ya milele. Vipaumbele 6 kilimo, fursa za BBT hadi wilayani. Build better tomorrow, BBT. Sasa kuna vipaumbele 6 kilimo, fursa za BBT hadi wilayani. Kwenye habari picha anaonekana waziri wa kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo akiwa anazungumza hayo mambo 6. Lakini gazeti hili la Mwananchi limechora mwendo kasi kwenye habari picha likiandika zamu ya mikoa 4 kufikiwa na mwendo kasi. Ni mikoa gani na mikoa pazuri hapa? Serikali imeanza kufanya tafiti za karibu kabisa, umeelewa bana Tafiti hizi za upembuzi yakinifu katika miji 4 mikubwa nchini ili kuongeza mipango ya baadaye ya miundombinu ya usafirishaji wa mwendo kasi. Mipango ya baadaye. Kwa tafiti zimefanyika mikoa gani? Zinafanyika. Bwana kamata gazeti sasa umeficha leo. Tutaje mikoa ambayo ina jamu kubwa. Yaani leo watu wametufichia white. Tujaribu kuumiza expected regions. Tujaribu. Ni Mwanza, Arusha, Mbeya, Kigoma. Mwanza, Kigoma tena Mbona tupeleka speed sana? Tutakupiga. Aita mjomba ni mama. Tumegundua. Kumbe una wabunge wana machao kwenye redio. Kumbe ni line yako. Wewe bwana, tumegundua Baba Levo line yako. Kwa nini? Mwendo kasi Kigoma. Wakati mheshimiwa mbunge analia na barabara tu za ndani za lami. Yaani hawana lami. Wajampu moja kwa moja kwenye mwendo kasi. Huyu ametofautisha vitu. Labda alisema treni ya mwendo kasi labda. Jamani. Tumeulizana vipi? Kulingana na foleni. Mimi kwa nani tunahisi kwa Kigoma kuna boda kule. Kigoma kuna sehemu nyingi, Tanzania kuna sehemu nyingi kuna boda, hata Ororo kuna boda. Sasa kwa nini mshtuka? Kuna mtu kashafika Kigoma mpaka tena? Mimi. Rodrana niko naye hapa. Mimi nimefika. Ulienda na nini? Tulienda na train na nikakaa wiki nzima barabarani.
kwenye reli kule. Ile treni ambayo ina counter. Ile treni ambayo ina counter. Ndio nitana. Ili jua tu. Kwa hiyo mikoa hiyo sisi tumesema tu, lakini ukamata gazeti utaijua vizuri. Mwanza. Mwanza. Mbeya. Arusha. Ambao Arusha itakuwa ina connect na Moshi. Si ndio hivyo? Na vya Kilimanjaro. Hapo Arusha. Kilimanjaro tupeleke mwendo kasi bwana. Sasa mtapita wapi? Tunaangalia hata sehemu ambazo taxi mtandao ziko active. Kilimanjaro pataleta ile barabara East Africa. Hivi unajua Tanzania taxi mitandao iko mikoa gani? Hata Kilimanjaro ipo taxi mtandao Kilimanjaro ipo sasa hivi. Haya, alitaka kujichanganya. Ipo sasa hivi. Usio na haraka. Mwanza kwenu ndo amna. Ngoja nikwambie. Kigoma ipo. Mwanza ipo. Kilimanjaro ilianza ikapotea. Unajua kwa nini? Hapo sasa hivi ndo wamerudi tena. Itapotea tena. Kwa nini? Hamna abiria. Hamna abiria. Kwani uongo? Hamna abiria. Ila baba anatafuta ugomvi wa bei rahisi huyu. Hamna abiria. Hivi unajua mkoa wa Kilimanjaro, mfano pale Moshi mjini, maeneo nimekaa sana mimi, ikifika saa 4 usiku, sijajua kwa kipindi cha sasa hivi maana na muda kidogo, yani pametulia. Ndio mimi nakwambia. Pametulia. Kwa sababu gani? Mimi nilikuja kufuatilia bwana. Sababu ni kwamba mtu anatoka Rombo, wilaya ya Rombo, anakuja anafanya biashara Moshi asubuhi, afu jioni arudi zake Rombo. Sasa hapo ndo tuwe taxi mtandao. Tuongee ukweli. Ipo taxi mtandao ya wale watu wa nani? Tuangalie na mikoa ambayo ni potential. Bado mmoja, tumetaja mitatu. Tunasema minne. Dodoma umemaliza. Shughuli imeisha. Dodoma sipo. Gazeti tulikuwa tulitaja Mwanza, tulitaja Arusha, tulitaja Mbeya. Mwanza, Arusha, Mbeya. Wewe ukataja Kigoma. Dodoma iacheni sipo. Mwendo kasi nani ya mabasi. Wewe unazungumzia reli, sio reli. Mwendo kasi ya mabasi. Mwendo kasi haya. Yaani umeshaelewa? Ndio hilo mnazungumzia hapa. Sio reli. Kwa hiyo jamaa alienda reli. Ona sasa kumbe alienda mbali anajua. Ndio maana nitaja Kigoma. Mimi sema kwa nini mzabibu Kigoma? Unajua kuna mwingine yani kuna wengine SGR kwa Kiswahili inaitwa train ya mwendo kasi. Wote tulipoanza manda ya mwendo kasi basi mabasi ya mwendo kasi Castro tusamee sisi. Mabasi ya mwendo kasi? Mwendo kasi ni vya Mbeya. Mbeya sasa. Sema shida Mbeya shida moja kwa kushangaa. Kama unashangaa tu ile kazi ya umeme. Ndio kazi ya umeme ilijaa msiku ya kwanza. Sema Mbeya hivi, Mbeya mimi nishafika pale Kabwe. Yaani Mbeya ina vimitaa vimechangamka. Yaani kimtaa hichi kimechangamka. Unapita hapo unakuta pametulia, unaenda kwenye kimtaa kingine pamechangamka. Unajua unapozungumzia mwendo kasi kwenye hiyo mikoa unayohitaji, angalia na namna ambavyo miundombinu yake pia imechangamka. Mwanza ina stahili. Arusha ina stahili. Ila kwa Mbeya kwa sasa hivi kwa mwendo kasi tutadanganyana. Kazi lakini kwa Mwanza kazi watakuwa nao kweli kwa sababu construction yake itabidi itumie fedha kulingana na jiografia ya Mwanza. Issue sio fedha. Dalali, issue iko hivi. Hata kama hiyo yani namna ambavyo mji una uhitaji, kuna namna unaona kabisa kwamba hawa kweli wanastahili. Kwa sababu sisi tukiangalia sasa hivi mwendo kasi vya Dar es Salaam tu hapa bado vinatutoa jasho. Huko itakuwa namna gani? Au mnataka tufichane hapo? Si vya Dar es Salaam tu hapa bado tuna wiki mbili lakini tulipewa na mheshimiwa mkuu. Hilo limalizie wewe. Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti hili lipo hapa. Tiba siko sele, historia yaandikwa nchini, wagonjwa 30 wapandikizwa uloto. Lakini kuna taarifa hapa mbili hizi, tukamate gazeti. Anaonekana kwenye habari picha, kamanda yupo hapa. Alafu habari hii ni ukurasa wa 3 na 4. Ajirusha mtoni na kufa akitoka kanisani. Ajirusha mtoni na kufariki au kufa akitoka kanisani. Habari ya kwanza. Hapo mto gani? Nimesema hapa mwanzo kwamba tukamate gazeti. Yaani natupa tu hints, tukanunue magazeti. Kidato cha 4 ajiua kisa mzazi kuitwa shuleni.
Hawa ndo alikuwa na misala huyo. Mimi nimefanya misala ya mzazi kuja, lakini mzazi aje mpaka nijiue. Ndio matatizo ya saikolojia. Yeah. Hao mzazi alikuwa kauzu sana. Ni wakike wa kiume. Nunua gazeti. Mimi na sababu yangu sana. Nunua gazeti. Nunua gazeti. Mbaya undani. EU, hii ni Umoja wa Ulaya, yanyoosha mkono kwa manusura maporomoko. Yanyosha mkono kwa manusura maporomoko. Unajua kunyoosha mkono ni kutoa chochote kitu kwa umetoa chochote kitu kwa wale manusura maporomoko. Chadema yasaka njia kumnasua Tundu Lissu, ngome kuu ya CCM nayo yajifungia. Yaani Chadema wamejifungia, CCM na wenyewe wamejifungia. Kurasa wa 4 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Muhimbili yashtuka. Hospitali inashtuka tena. Muhimbili yashtuka kupungua kwa ubora wa mayai ya uzazi. Kurasa wa 5. Ya kiume ya kike. Ndio mmembe nunua gazeti. Wewe sio shabiki wa kwanza kusema mtu anunue gazeti. Ndio kwa nunua na hiyo tatu ya kiume wake. Ila Muhimbili imeshtuka. Sasa hospitali imeshtuka. Hospitali inashtuka. Kama hospitali tu yenyewe inashtuka huko Sembleni. Sembleni ni vita. Sembleni mtazimia kabisa. Muhimbili yenyewe Yaani hospitali ambayo inataka kukupa solution imeshtuka. Wewe sasa unaenda. Tufariji. Hospitali unakuwa tufariji afu inashtuka na yenyewe kidogo inatisha. Naam. Bana, nimemaliza hivyo kwenye habari za magazeti kwa siku hii ya leo. Unaondokaje? Naondokaje hapa? Hapa naondoka kwa jambo moja la msingi. Mzungu mzunguke. Mzungu mzunguke. Jamani, Pota mpoteze. mzungu mzunguke. Pota mpoteze. Mpishi. Sasa mpishi ongeza wewe. Mpishe. Basi imeisha Hiyo bwana. Mpishe. Kwamba pota mfanyaje? Mpoteze. Yaani Mzunguke. Ukisha mzunguka mzungu. Alafu pota ukampoteza. Mpishi. Akia mama na dalili ya kesi. Tuko hapa mpaka saa 3 kamili za asubuhi kwenye Big City Breakfast. Endelea kutusikiliza wakati wote, sio? Yeah. Kwa angalia na wewe usije ukageuka mzungu watu toka kuzunguka. Soma hiyo. Big City. Big Breakfast. Big Radio. Argentina